Asante sana. Good morning. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari. Na mtazamaji wa Good Morning Arise, tumetoka kutazama sauti za kurasa na sasa moja kwa moja ninakualika tena kwa moyo mkunjufu ndani ya Good Morning Arise katika kipengele cha Gumzo, sehemu ambayo unapata kufahamu habari za kitaifa zilizojiri na zinazotarajiwa kujiri, huku pia tukitaka kukupa zile habari za kimataifa. Mimi ni Samson Kesi, kijana madhabahu. Karibu sana tuweze kuziangazia zile taarifa ambazo zimepata kutokea siku mbili, siku moja na zile zinazotarajiwa kutokea hapo baadaye ndani ya serikali tukufu ya Tanzania, lakini pia huko kimataifa. Na moja kwa moja tunalianzia gumzo kitaifa, ambapo tunaanzia huko mkoani Pwani, ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameeleza kuridhishwa na maandalizi ya kupokea mwenge, uzinduzi wa mbio za mwenge na wa uhuru wa kitaifa utakaofanyika Aprili 2 mwaka 2025 katika viwanja vya shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Katika ziara yake, Majaliwa ameipongeza kamati ya maandalizi inayoongozwa na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge kwa kazi nzuri, huku akitoa maagizo ya kuboresha maeneo kadhaa ya uwanja, hasa yale yenye mashimo yanayosimamisha au kutuamisha maji. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Pwani. Sana mkoa kwa kukubali kupokea jukumu hili. Nimefika hapa, nimeona kwa haraka tapita, lakini nimepokea taarifa ya maandalizi haya mwenge mwaka huu. Kimsingi uwepo wenu Mheshimiwa Mawaziri na makatibu wakuu na wakurugenzi kwenye wizara hizi zote mbili, sina mashaka na maandalizi. Kwa mstari wa mbele, mlikuwa mstari wa mbele pia katika kuongoza kutokana na uzoefu mlionao kwa miaka mingine yote iliyopita. Na kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutapata mafanikio makubwa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri kwamba mbio za mwenge mwaka huu zitakuwa bora zaidi kuliko mwaka jana. Na ubora huu unatokana na ushirikiano ambao mkoa na timu yako mmeridhia na kutuunga mkono kwenye maandalizi haya. Sio na shaka na miundombinu. Tulikuwa tunashangaa jukwaa nzuri kubwa mwaka huu. Kwa mwisho tulikuwa tumekaa juani. Tulikuwa na kwa kadogo. Leo nimekuta jukwaa zuri kabisa. Kazi nzuri imefanywa na tumelifanya jukwaa hili. Sasa tuanze kufikiria matumizi mengine. Naam, hiyo ni taarifa kutoka hapo mkoani Pwani ikielezea mafanikio ambayo yanakwenda kutokea baada ya kukamilika kwa maandalizi ya uzinduzi wa mbio za mwenge kwa mwaka 2025 ndani ya serikali tukufu ya Tanzania, na ikiwa inaenda kutokea katika halmashauri 195, na mwenge huu utakimbizwa kwa siku 195 ndani ya halmashauri zote ndani ya Tanzania. Na huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akielezea namna alivyoridhishwa, huku akitoa angalizo la kuweza kurekebisha maeneo na mapungufu madogo yanayopatikana katika uwanja huo, ikiwa yale madimbwi na sehemu ambazo maji yanatuama wakati ambapo mvua zinanyesha. Tukumbuke kwamba mvua zinaendelea kunyesha sehemu mbalimbali nchini, na hususan hapa jijini Dar es Salaam, si mbali na hapo Pwani, mvua zikiwa zinaendelea kunyesha, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikiwa imeshatoa taarifa mbalimbali za uwepo wa mvua katika maeneo kadhaa nchini. Tukiachana na taarifa hiyo, sasa moja kwa moja tuelekee huku ambapo kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imeeleza kuridhishwa na matumizi ya fedha za umma zilizoelekezwa katika miradi ya bandari Dar es Salaam, na hivyo kuchochea utoaji wa huduma bora kwa Watanzania na nchi nyingine zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki zinazotumia bandari hiyo. Sasa mwenyekiti wa kamati hiyo Nagi Kabonyoka amesema ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG imeonyesha wazi kwamba fedha za uwekezaji zilizoelekezwa kwenye bandari hiyo kwa ajili ya maboresho zimetumika vile inavyopaswa. Hiyo ndio kamati ya bunge. Tuende tukapate taarifa zaidi kutoka kwa kamati hiyo ikielezea namna ilivyoridhishwa na masuala mazima ya bandari ya Dar es Salaam. Tumekuja hapa bandari yetu ya Dar es Salaam
kuangalia kwamba tangu mara ya mwisho tulipopata taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na mapendekezo yote tuliotoa, wenzetu wamefikia wapi. Kwa hiyo hatuna jipya zaidi ya kusema kwamba tulikuwa tunafuatilia kuona zile fedha za uwekezaji za umma zimetumika vizuri au zimetumikaje, na kama kumekuwa na maboresho yoyote. Maana kazi yetu kubwa ya kamati yetu ni kuangalia thamani ya fedha. Kwa hiyo ni kubwa tulikuwa tuone kwamba je, fedha inayowekezwa ambayo ni fedha ya umma ya lipa kodi wote, je, inatumika vizuri na kwa manufaa ya nchi yetu. Kutokana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na yale ambayo tumeyaona, wametuhakikishia kwamba fedha ya uwekezaji iliyowekwa ambayo sehemu kubwa pia imetoka na mkopo imetumika vizuri na manufaa yameongezeka, maana gati zile zimetengenezwa na meli zimeongezeka na ukubwa wa meli umeongezeka. Kwa ajili hiyo kamati imeridhika kwamba kazi iliyofanyika ni nzuri hapa TPA na kwamba fedha za umma zimeonekana kwamba zimefikia kwa kiwango kikubwa yale malengo yaliyokusudiwa. Na nia ya kamati yetu ni kujua kwamba je, lengo limefikiwa? Maana nia si uwekezaji tu. Nia ni kwamba je, tumepata yale ambayo tulitazamia yasaidie uchumi wa nchi yetu. Serikali itaendelea kuwekeza ili tuweze bado kuingia katika ushindani mkubwa, si tu kwa ajili ya vifaa vyetu vikubwa vinavyoletwa kwa ajili ya uwekezaji mkubwa hapa nchini, lakini pia kuweza kupata au kuongeza uwekezaji katika mizigo inayokwenda katika nchi jirani, hasa ya Kongo, ambayo tunajua kwamba kuna nafasi kubwa sana ya kuongeza mizigo inayopita kwenye bandari yetu hii kwenda Kongo. Kwa hiyo tumefurahi kwamba wenzetu pia wana mikakati hiyo. Kwa hiyo tumempongeza mwenyekiti wa bodi ambaye mnajua kwamba pia amekuwa balozi wetu kule kwa Rwanda. Kwa hiyo anajua ukanda ule na anajua kazi kubwa ambayo imefanyika. Kwa hiyo tunasema kwamba balozi Magu ameweza kusaidia sana bandari hii TPA pamoja na mkurugenzi mkuu na wafanyakazi wote. Naam, hilo ndilo linalodhihirishwa na kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali, na huyo ni Mheshimiwa Nagi Kaboyoka, mwenyekiti wa kamati hiyo, akieleza kinaga ubaga juu ya kile ambacho kimefanywa kupitia fedha za umma katika maboresho ya bandari, huku gati kionekana iko katika hali nzuri. Tukumbuke kwamba Tanzania ndio moja ya nchi Afrika Mashariki ikiwa na uwanda mkubwa wa bandari, na tuna bandari takribani 3 na ya 4 kitarajiwa kuongezeka. Kuna bandari Mtwara, kuna bandari Tanga, tuna bandari kubwa jijini Dar es Salaam, lakini Bagamoyo nako kutarajiwa kuwekwa bandari, huku pia uwepo wa bandari kavu katika eneo la Kwala nao ukiwa unazidi kuchechamaa na kuhakikisha kwamba tunazidi kuongeza wigo wa upokeaji na usafirishaji wa mizigo. Kuna nchi nyingi zinazotegemea kama nchi za Kongo, Zambia, Burundi, Rwanda, lakini pia majirani zetu Zimbabwe nao wanategemea bandari hii ya Tanzania katika kupokea na kusafirisha mizigo yao katika hali ya unadhifu na umakini mkubwa. TPA ndio mamlaka ya bandari Tanzania, Tanzania Port Authority na mamlaka ya kusimamia bandari zote hizo, lakini pia Tanzania ikiwa imeingia ubia na DP World. Hii ni kampuni tanzu kutokea pale Uarabuni ambayo inashirikiana kwa ukubwa zaidi na ikiwa imeingia mkataba miaka kadhaa kuhakikisha kwamba inafanya ufanisi ndani ya bandari unaongezeka. Na hii yote ni kwa mujibu wa jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya jemedari Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukiachana na taarifa hiyo na kuweka kando, sasa tuelekee kule mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Same ambapo tunaarifiwa kuwa watu wapatao 7 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya ajali iliyotokea
ajali mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza imetokea usiku wa kuamkia Machi 30 katika maeneo ya Njoro, ikihusisha basi la kampuni ya Osaka lilokuwa likielekea Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Lakini ajali ya pili imehusisha basi aina ya Costa ambalo limepinduka asubuhi katika kona ya mlima ya Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23, na waliofariki katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolwa. Sasa akithibitisha kutokea kwa ajali hizo, mkuu wa wilaya ya Same Kasilda Mgeni amesema dereva kuwa waangalifu wanapopita wilayani Same kutokana na hali ya hewa kuwa mbaya, jambo linalosababisha kutokea kwa ajali hiyo, na hali hiyo inahusishwa sana na upepo mkali. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Same ambapo ajali hiyo imetokea. Kuna ajali mbili zimetokea ambazo zimepoteza watu 7 mpaka sasa na majeruhi 76. Ajali ya kwanza ilitokea majira ya saa 7 usiku, tumepata majeruhi 52, mama mmoja amefariki. Lakini hii ajali nyingine ambayo imetokea majira ya saa 4 asubuhi, tumepoteza watu 6 na majeruhi 23. Kwa hiyo hali sio nzuri, lakini nawashukuru sana madaktari wangu DMO wa wilaya ya Same, wamefanya kazi usiku wote mpaka sasa hivi, hakuna aliyeenda kulala ili kuokoa maisha ya majeruhi ambao wameletwa hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Niendelee kuwaomba tu madereva kuwa waangalifu wanapokuwa wamebeba abiria, wamebeba roho za watu. Wajitahidi sana kuwa waangalifu wanapokuwa kwenye barabara zetu za wilaya ya Same. Na sisitiza wilaya ya Same kuna upepo mkali kwa barabara kuu. Kwa hiyo madereva wawe makini, lakini na hawa abiria wanaokuwa kwenye hayo mabasi, wanapoona kuna hatari, wanapoona mwendo ni mkali, wamwambie dereva kwamba apunguze mwendo ili kuokoa maisha yao. Lakini pia ajali hii ambayo imetokea eneo la Bangalala ni ya wanakwaya ambao wametokea kata ya Chome, walikuwa wakielekea kwenye huduma huko kata ya Vudee, ambao ndo wamepoteza maisha pale 6. Wale ni wanakwaya wa kanisa la KKKT, ushirika wa Chome. Kwa hiyo Same tuko kwenye majonzi, lakini bado madaktari na wananchi wa Same tunaendelea kutoa huduma mbalimbali, kwa sababu mkumbuke majeruhi wako 76 na wengine hali zao sio nzuri. Hayo ndio yaliyotokea huko. Tunazidi kutoa pole na maumivu hayo. Yesu amethilika kupoteza wapendwa wako mapema kwa mwaka huu, na ni jambo linaloumiza, hususan hasa kwa wanafamilia. Nizidi kutoa pole na Mungu awajalie majeruhi uponyaji wa haraka, huku akizilaza roho za marehemu mahali pema peponi. Amen. Hiyo ni taarifa kutoka kule mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Same. Kwa wale wanaopita njia hiyo, utafahamu kwamba Same, Hedaru, Makanya, Mwanga mpaka wanafika mkoani Kilimanjaro, Moshi mjini kuelekea Arusha. Hiyo ni moja ya njia kubwa ambayo kwa wale wanaotokea mikoa ya Pwani, ikiwa inamaanisha Morogoro, Dar es Salaam, hiyo ni njia mojawapo kubwa sana ya kufika mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Moshi na wilaya zake nyingine kama za Siha, Rombo. Zote hizo ni barabara zinazoenda kupita katika mkoa huo na kutufikisha katika maeneo. Kikubwa madereva mmesiu kuwa wastaarabu barabarani, lakini pia kuzingatia sheria na kwenda kwa mwendo wa taratibu, hususan katika maeneo hayo yanayoarifiwa kuwa na upepo mkali, inaweza kukiumbisha chombo na kusababisha ajali kwa kiasi kikubwa. Tukiachana na gumzo kitaifa, moja kwa moja tuelekee katika gumzo kimataifa. Nako pia kuna majanga, na tukielekea katika bara Asia, katika nchi ya Myanmar, ambapo tunaarifiwa kuwa wiki iliyopita tulizungumza hapa juu ya kutokea kwa tetemeko, lakini sasa idadi ya vifo imeongezeka, ambapo watu ambao ni mamia wamefukiwa katika vifusi na tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar linazidi kuongezeka, huku makundi ya waokoaji wa kigeni na msaada ya kibinadamu ikiendelea kuingia nchini humo. Sasa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 katika kipimo cha Richter, ambalo ni kubwa kuwahi kushuhudiwa nchini humo ndani ya muongo mmoja, lilipiga nchi hiyo ya bara la Asia inayokumbwa na vita na kusababisha mauaji ya watu 1700, huku zaidi ya 3400 wakijeruhiwa na 300 wakiwa hawajulikani walipo.
India, China, Thailand ni miongoni mwa mataifa jirani ya Myanmar yaliyopeleka waokoaji pamoja na misaada mingine. Sasa Marekani imeahidi dola milioni 2 za msaada, huku Umoja wa Ulaya ukisema unatoa euro milioni 2.5 kuisaidia nchi hiyo ambayo majengo yake mengi ya miundombinu imeharibiwa na tetemeko hilo la ardhi lililotokea siku ya Ijumaa ya wiki iliyoisha, wiki jana, kwamba kule Myanmar kumetokea tetemeko kubwa. Umeambiwa lina ukubwa wa kizio cha 7.7 kizio cha Richter ambacho kimesababisha hivyo vifo vya mamia na maelfu ya watu. Lakini tumeshuhudia kwenye video mbalimbali za mitandaoni tukiona magorofa yakiporomoka na watu wakikimbia pasi na msaada huku na kule kuzinusuru au kuziokoa roho zao. Tuzidi kuwaombea nchi za wenzetu. Hayo ni miongoni mwa majanga ya asili: mafuriko, matetemeko, lakini pia tsunami, upepo unaovuma kutoka baharini ukiwa na kasi kubwa. Ni moja ya majanga ya asili ambayo kikawaida hauwezi kuyatabiri kwa hali ya kibinadamu, lakini tunaamini Mwenyezi Mungu atawajalia uponyaji wa haraka majeruhi waliokutana na mkasa huo, lakini huku tukiwaombea nchi hiyo izidi kuwa na subra wakati wanaendelea kuwatafuta ndugu zao takriban 300 ambao mpaka sasa hawajulikani wapi walipo. Lakini tukiendelea katika taarifa nyingine inatokea pale Mashariki ya Kati, tunamaanisha kwamba ni nchi za Israel, lakini pia na nchi kama Palestina. Sasa huko tunaarifiwa kwamba rais wa Syria Abdel al-Sharaa ametangaza baraza jipya la mawaziri na kuthibitisha nia yake ya kujenga nchi iliyo imara na thabiti kwa Wasiria wote. Amesema serikali yake itajidhatiti kujenga taasisi zilizo na uwajibikaji, lakini pia serikali hiyo iliyo na mawaziri 22 ilitangazwa katika sherehe rasmi iliyofanyika katika ikulu ya taifa mjini Damascus. Sasa kuanzia Disemba hadi sasa Syria inaongozwa na rais na serikali ya mpito iliyosimamiwa na waziri mkuu Mohamed al-Bashir aliyechaguliwa kushika nafasi hiyo kutokana na kwamba kwa miezi mitatu baada ya kiongozi wa muda mrefu wa Syria Bashar al-Assad kuondolewa madarakani mwezi huu. Sasa mawaziri wawili kutoka katika serikali iliyopita, Mudhraf Abu Qasra na Al-Saad Al-Shaiban, wameendelea kushikilia nafasi zao katika serikali hiyo mpya katika usalama wa ulinzi na usalama wa mambo ya nje. Lakini kulingana na duru kutoka Syria zimesema serikali hiyo mpya haitokuwa na nafasi ya waziri mkuu, na al-Sharaa aliongoza mapambano ya kumuondoa Bashar al-Assad madarakani anasemekana kuwa uhamishoni nchini Urusi. Lakini atasimamia mwenyewe kazi za baraza lake la mawaziri. Hayo ndio yaliyojiri katika masuala mazima ya kimataifa. Syria tayari rasmi imeweka serikali madarakani katika sherehe hizo na mawaziri wapatao 22 wakiwa tayari, huku aliongoza mapambano ya kumng'oa Bashar al-Assad, rais aliyekuwa katika serikali ya Syria, yeye mwenyewe akiwa uhamishoni. Je, ni nini hasa kitakuwa kinaenda kutokea katika serikali ya Syria? Je, kuna machafuko tena yatatokea baada ya yeye aliongoza mapambano ya kumuondoa kuwa uhamishoni, au kuna jambo gani ambalo linatarajiwa katika serikali ya Syria? Hilo linabaki swali kwa mimi na wewe mtazamaji wa Good Morning Rise. Tutazidi kukujuza yale yanayojiri kimataifa na utapata kujua, lakini kubwa ndio hilo. Serikali ya Syria sasa imekuwa na mawaziri wapatao 22, lakini kule katika bara la Asia tumeona Myanmar masuala mazima ya maporomoko yanayosababishwa na tetemeko la ardhi yakiwa yameua watu wengi zaidi 1400 na zaidi, lakini pia watu 3400 nao wakiwa ni majeruhi, huku 300 wakiwa hawajulikani walipo, na kamati za uokozi zizidi kufanya kila liwezekanalo kupata inaweza kuwa miili au wanaweza kuwa wakawa hai. Tulishuhudia hilo katika soko la Kariakoo pale ambapo ghorofa moja tu liliporomoka na tuliona kizaazaa chake, watu 23 wakifariki na tukaona kizaazaa chake. Je, kwa nchi za wenzetu huko umeona magorofa yasiyopungua 100 yameanguka, na huku watu wapatao 1400 na ushee wakiwa wamefariki, huku 3400 wakijeruhiwa na 300 wakiwa hawajulikani walipo. Unadhani ni dhahama ya namna gani nchini Myanmar wanapopitia? Thailand kule Bangkok tumeona pia magorofa yakiporomoka kwa kiasi kikubwa. Kwa ni kuombea wenzetu. Majanga ya asili yapo, lakini pia ni mengi hayawezi kuepukika. Kikubwa ni kuchukua tahadhari tunapoona majanga kama hayo. Unapoona tetemeko ni vema ukatoka nje ya nyumba kuangalia usalama wako, au saa nyingine pia unapoona hali ya hatari
ni vema ukakaa mbali ili kuepusha majanga kama hayo kukukuta. Kwa hiyo tuombeane, kwa sababu haya yanaweza kuikuta nchi yoyote na wakati wowote. Kikubwa ni kumwomba Mungu kutuepusha na majanga ya asili kama hayo, kama taifa, lakini pia kama wananchi wa Tanzania. Mimi nikutakie lililo jema zaidi. Anafuata Lightness Jerry katika Nguvu ya Madhabahu hapa Good Morning Arise. Ulikuwa nami Samson Kesi, Mr. Soundfact, kijana madhabahu. Sina la ziada. Nafuata Nguvu ya Madhabahu, lakini pia Game Time ni sehemu ya kipindi hichi cha Good Morning Arise. Uwe na asubuhi njema na siku isiyokuwa na bugdha. Na kutakia sikukuu njema pia. Kwa heri kwa sasa. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi, muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari.